Hiyo waliahirisha mchezo wakisema kwamba kutokana na sababu za Kristo ambazo wameweza kuzipata, kwa moja kuna viashiria vya rushwa, lakini pili kuna uwezekano wa kutokea vurugu katika ule mchezo. Kwa hiyo wakaona kwamba ni vema wakaahirisha mchezo ili wapate nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi na baadaye ripoti itoke kabla ya mchezo mwingine kuweza kutangazwa. Kwa maneno mengine ni kama kuna mwanafunzi ambaye amemwandikia mwalimu barua au message kwamba sitaweza kufika shule leo kutokana na matatizo ya tumbo. Alafu mwalimu anasema kwamba hata hivyo leo hii hakuna shule kwa sababu tunaona kuna hali ya mvua. Kwa kumbe shule itakiwa iweze kuahirishwa tu. Kwa hiyo hata kama ungesema, kwa hiyo Simba maana yake kutokana na kile ambacho walikuwa wamekiandika bodi ya ligi, maana yake hata kama Simba wasingeandika ile barua yao ya saa 11 saa 4 usiku, maana yake wao walikuwa hapo kwenye mchakato wa kuahirisha mchezo. Okay. Kwa hiyo mchezo umeahirishwa si kutokana na mapendekezo au shinikizo la Simba, isipokuwa kuna sababu nyingine nje kabisa ambazo zipelekea mechi fanya nini iweze kuahirishwa. Okay. Kwa hiyo watu tukahama sasa kutoka kwenye malalamiko ya Simba kuweza kujua kama ilikuwa je yanafaki kanuni au hayafai. Naomba nielewe hapo. Yes. Kwamba Simba wana haki kanuni ya kuweza kukataa mchezo kwa sababu wamezuiliwa tu kuingia kiwanjani, kwa sababu tu wamefanywa vurugu. Hizo sababu zao mbili zinatosha kufanya wao wasusie mchezo. Tukahama huko. Ndio. Na tukaacha na hatuna tena ni nguvu ya kujidiscuss hilo, tukahamia huko kwenye sababu nyingine, kwa sababu ziko mbili. Moja, rushwa; mbili, uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tumekaa tukiendelea kusubiria nini? Taarifa. Okay. Wakati huo Yanga wao wakasema hapana, sisi tunapeleka timu kiwanjani. Of course walifanya yote waliyofanya. Na mechi kweli haikuweza kufanyika. Yes. Na hawakupata ushirikiano wowote. Siku iliyofuata waliandika demand zao kwa upande wa bodi ya ligi, wakitaka wapewe haki yao ya msingi, kwa sababu kwa upande wao hawaoni kama kuna sehemu yoyote ile ambayo ilikuwa inasababisha mchezo uweze kuahirishwa. Lakini ripoti haikutoka, majibu hayakujibiwa. Yanga ndo akaenda kasi, wakaambiwa kuna shirikisho kwa maana kufuata taratibu. Wakati wanakuja kufanya utaratibu, shirikisho anatangaza mchezo. Kumbuka alisema hataweza kutangaza mchezo mpaka taarifa itakapokuwa imetoka uchunguzi. Ndio. Kwa hiyo anakuja kutangaza mchezo mwingine wa Juni 15 akiwa ana background zipi? Okay. Akiwa ana hoja zipi? Hiyo ripoti ambayo alikuwa anaitengeneza inasemaje? Sawa, hiyo ripoti ina nguvu gani? Na wale ambao walihusika kwa namna moja au nyingine kuweza kwa mchezo usichezeke wamechukuliwa tu gani? Kwa hapo ndio paka pana changamoto. Kwa hiyo nafikiri alichokizungumza ni sahihi kabisa kwamba ni mechi ambayo haiwezi kufanyika kwa sababu kuna mlolongo wa vitu vingi, ukianzia kwa tarehe 8, ukija kwa upande wa Yanga, ukija taarifa ya uchunguzi. Na hili ambalo limetokea sasa ambalo lizungumza hili la hii barua, nafikiri binafsi limenishangaza kwa sababu naona kwamba tunazidi kupuyanga kama sio kupotea. Okay. Kwa sababu naamini kwamba Simba ana wajibu wa kuweza kukaribishwa kwenye uwanja na mwenyeji wa mchezo ambao ni klabu ya Yanga. Yanga ndo anaomba uwanja kwa sababu hiyo mechi namba 184 ni mechi ambayo Yanga ndio mwenyeji wa mchezo. Ndio. Na wenyewe serikali kazi yao ni kutoa tu uwanja. Kwa maana kuangalia bana uwanja utakuwa uko sawa au una shida yoyote. Yaani ni kama ukumbi wa kukodi. Ukisha kodi mwenye ukumbi hawezi kupangia sasa viti hivi vikae huku muziki ufunge hapa. Mimi nisha kodi ukumbi. Lakini barua imeenda mbali sasa, inakuja kuzungumzia mpaka mambo ya pre-match meeting. Si unaelewa? Yes, nakuelewa. Lakini pia ukiangalia walipokea barua ya Simba ya kuomba kufanya mazoezi kutokana na mechi gani? Okay. Unaelewa sijui? Mwenye mechi ni Yanga. Je, au hiyo wizara ambao wametoa majibu walipokea barua ya Yanga ambaye ni mwenye mchezo? Jibu linaweza likawa hapana. Kama hakupokea barua ya Yanga, kwa nini wanamruhusu Simba kufanya mazoezi kwenye mechi ambayo Yanga hajaomba kiwanja? Hizo gharama za mchezo nani anakwenda kulipia? Kwa sababu ule uwanja unalipiwa. Yes. Simba kama wanafanya kufanya mazoezi kwenye mechi ya Yanga na bado wameenda mbali, wanasema mpaka taratibu nyingine za match meeting. Wizara inaingia kwenye mambo ya match meeting. Na hapo ndipo nilikuwa najiuliza sana. Tukisema kwamba sasa ndo wanaingilia utaratibu. Wizara wanatoa barua mpaka leo hii ikiwa hatujui marefali, hatujui kamishna wa mchezo, hatujui mtu yoyote. Wanatoa barua ikiwa mpaka leo hii mchezo haujatangazwa sehemu yoyote. Viingilio havijasemwa. Je,
ikitokea watu wakaenda pale wakajazana siku ya Jumapili, alafu pakawa hapana mchezo, ikatokea chaos, nani ambaye kama sababisha? Ni hatari. Kwa nafikiri halijakaa vizuri, na sijui kwa nini limefikia katika hatua hii na kuweza kutoka hiyo barua. Mimi nafikiri wizara waitakiwa cross check na shirikisho na bodi ya ligi. Okay. Itakiwa cross check na shirikisho, sio kutoa direct barua. Kwa sababu ligi ni mali ya bodi ya ligi. Ndio. Nafahamu. Yes. Sawa, ndio maana hata Yanga walipokuwa nalalamika hawakuandikia wizara. Ndio. Hawakuandikia BMT. Sawa, maamuzi yote wanaelekeza wapi? Kwenye bodi ya ligi. Kwa nafikiri wao kabla hawajajibu Simba itakiwa wa cross check na bodi ya ligi. Yeah. Bodi ya ligi waelekeze Simba kuwasiliana na Yanga, au wao wangetoa matamko. Okay. Lakini wizara kwenda kutoa matamko ambayo kama vile wameingilia jukumu lingine. Nao wamekuwa ni part ya bodi ya ligi. Nao wamekuwa ni part ya shirikisho, kitu ambacho ni kinyume. Tulimsikia akizungumza Mheshimiwa Waziri kwamba serikali haiingilii michezo. Yeah. Kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kazi yao ni kutengeneza harmonize situation na kufanya mazingira yaweze kuwa rafiki. Yes. Sasa tutashangaa hii barua imepita vipi mpaka inakuja kujibiwa na kuja kuwa yani kuwa publicize katika mechi ambayo mwenyeji wa mchezo au Yanga amenyang'anywa haki ya kuwa ndio mwenyeji wa mchezo. Dominic Salamba, hapo kuna maswali mengi sana. Na pia kuna mdau nilizungumza naye aliniambia si dhambi timu kuomba uwanja kwenye mamlaka kwa sababu ndio inashikilia. Definitely. Lakini ukisoma ile barua namba 4 ndicho ambacho kimeleta utata kwa maana ya kuingilia pre-match meeting na vitu kama hivyo. Na huyu mdau alikwenda mbali kusema kwamba kama Young Africans wakiamua kuibeba ile barua na kwenda labda kusimama nayo kidete kwenye mamlaka za mpira, huenda ikaleta changamoto kubwa kwa sababu ile kauli ambayo ipo kwenye namba 4 ukisoma vizuri. Aidha mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo uratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Yeah. Sasa mnakumbushwa. Sawa? Mnakumbushwa. Hapa wizara inakumbusha kama nani? Simba anaweza akaomba uwanja kwenda kufanya tamasha la Simba Day. Ndio. Anaweza akaenda akaomba uwanja kwenda kufanya mazoezi yake, ni haki yake binafsi. Yes. Akaenda kuomba uwanja kwenda kupiga picha au kufanya media day, vyovyote vile. Yeah. Akalipia. Sasa hii mechi pre-meeting na nani? Mechi namba ngapi? Mwenyeji ni nani? Hasa maswali yote nani anaweza kayajibu? Okay. Ni ngumu. Na ndio maana mdau ambaye alikuwa anaeleza na mimi nilikuwa nakumalizia hapo aliniambia kwamba Young Africans kama utashikilia iko kieneo inaonyesha wazi serikali kama kupitia wizara imeingilia michezo. Moja kwa moja hili definitely hapo na unatoa nakala kwa mtu mwenye nakala, yani hii mwenye mamlaka haya ya mchezo husika. Yeye angewajibu tu Simba kwamba mmeruhusiwa kwenda kutumia uwanja siku tarehe 14 kwa muda huu na muda huu, lakini sio kwenda kuizungumzia hiyo mechi. Hasa pre-meeting kwa mechi gani? Na hapa hawajasema ni mechi ipi. Yeah. Kwa nafikiri kuna sehemu haijakaa sana. Haya ndio miongoni mwa ambayo yanafanya zitokee taharuki nyingi sana. Okay. Kwa upande wa wanasoka, unajua watu wanafikiria. Ujue zile zama za kuficha mambo sio wakati watu wanafikiria, wanasoma, wanaona. Kwa nafikiri ni vema taratibu zikawa zinafuatwa kwa kuweza kulinda misingi ya utawala bora. Kinyume na hapo ni kwenda sintofahamu ambazo wakati mwingine haziwezi kwenda kusaidia. Sawa. Kwa sababu mpaka sasa hizi Simba bado alikuwa anaweza kuendelea kukaa kimya kwa sababu yeye sio mwenye mchezo. Yeah. Yeye sio ambaye anapokea viingilio. Yes. Yeye atakiwa aweze kutulia ikifika hiyo siku ya mchezo kwa sababu amehakikishiwa ni mechi na hakuna tamko lingine ambalo limetoka. Yeye angepeka timu yake pale akafunguliwa mageti, akafanya atakayoyafanya, lakini kuendelea kushirikisha watu kutaka si viingilio, watu waende uwanjani. Hivi ni viashiria vya kwenda kutengeneza chaos ambayo haina sababu ya msingi. Okay. Sababu mwenye mchezo amesema mimi sichezi. Mimi sichezi na sina huo mchezo. Lakini akisema yeye achezi na hajatangaza uwanja, akuzuiwe kuendelea na taratibu zako nyingine. Kwa hiyo wao wangeendelea tu na taratibu zao, wakaendelea. Tarehe 15 kama ni saa 10 jioni wakafika basi lao, wakapaki. Mbona Yanga alienda kiwanjani? Yeah. Alifika akafanya kwake, aliondoka. Lakini hizi maana yake ni kuendelea kuwatengenezea watu imani waone kama mchezo upo.
Si unaelewa? Na itakuwa ni mara ya 3. Hasa watu tunawachukuliaje? Changamoto. Na tunawachukuliaje hawa wapenda soka tunawachukuliaje? Baki mwingine ataamini, atapanda basi. Yes. Toka Dodoma, toka Mbeya, toka hapa atakuja. Utamwambia nini? Kwa kidogo inafikirisha. Eliza, umemsikiza Dominic Salamba amezungumza kiufundi zaidi. Na namna ambavyo amezungumza bila shida wala shaka yoyote, natumaini Eliza pia umepata kumuelewa vizuri Dominic Salamba. Nataka pia nisikie ile kiu yako ya kutaka kusikia chochote kuelekea kwenye huu mchezo, ama namna ambavyo nataka nini Dominic Salamba atueleze japo kwa ufupi swali lako kwa Dominic Salamba. Na swali langu kwa upande wake maybe inahitaji kujua kwamba kama tarehe nyingine itakayopangwa, yes, kama nilivyoona mtandaoni zinapita kwamba Young Africans waliomba kama mamlaka hizo zitatimiza wajibu wa Young Africans, waisogeze hiyo tarehe siku 10, waisogeze hiyo mechi siku 10 mbele. Yeah. Na ikitokea hawajatimiza matakwa ya Young Africans na wakawa wameisogeza hiyo mechi siku 10 mbele kwa mujibu wa matakwa ya Young Africans, yes, wakiwa hawajatimiza matakwa ya Young Africans, je, nini kitakachotokea? Hatuoni kama Young Africans tena hatoweza kushiriki huo mchezo kwa sababu tu alisema nitashiriki huo mchezo endapo mtatimiza vile vitu ninavyovihitaji, mkiisha vitimiza msogeze hiyo mechi siku 10 mbele. Okay. Dominic Salamba, majibu kwako tafadhali. Nafikiri nimemsikia Eliza vizuri kabisa hapo. Swali lake ni swali la msingi. Hapo kuna vitu viwili. Kuna issue ya bodi ya ligi na shirikisho kupeleka mchezo mbele. Yeah. Na wakitaka kupeleka mchezo mbele ni lazima watoe justification, yes, za kikanuni kwamba kwa nini mchezo umepeleka mbele. Kwa nini mchezo umepelekwa mbele? Kwa sababu 1 2 3 4 5. Lakini kupeleka mchezo mbele hakuzuii, hakunyimi haki kwa klabu ya Yanga kuendelea kudai demand zao na hata pengine kuamua kucheza au kutokucheza. Okay. Kwa sababu hili ni swala la makubaliano. Yes. Yanga walikuwa wametoa demand zao. Sasa wanaamua kupeleka mchezo mbele kwa mfano. Je, kuna mazungumzo yoyote baina ya Yanga na bodi ya ligi kuhusiana na yale madai yao? Unatolewa? Yeah. Kwa hiyo hapo swali litahamia kwa Yanga sasa. Mlisema kwamba amchezi mchezo mpaka 1 2 3 4 5 tuweze kutimia. Ndio. Mechi imepelekwa mbele. Lakini hatujaona any action ikiwa imechukuliwa kuliko yale katika yale ambayo mlikuwa mmefanya nini? Mmeweza kuya demand. Yes. Je, kwa nini mnapeka timu uwanjani? Nafikiri na wao watakuwa na sababu za kuweza kuzizungumza. Okay. Kwa hiyo tunachokuwa ni kwamba hawataweza kuahirisha mchezo bila kutuambia kwa nini wampeleka mbele. Okay. Si unaelewa? Na kuelewa vizuri. Mpaka sasa tunavyokaa tunajua mechi tarehe ngapi? Tarehe 15. According to wao. Yeah. Na umeendelea kuinsist hivyo. Yes. Ikitokea watoto taifa nyingine, lazima itakuwa imezungumza. Uwezo ukasema tu tumepeleka mchezo mbele mpaka tarehe 26 kwa mfano. Kwa nini? Kwa hiyo majibu atakayotupa baada ya kuahirisha mchezo wa tarehe 15 ndio sisi yatatupa nafasi ya kuweza kuwauliza Yanga, mtacheza? Ndio. Kwa nini mnacheza? Watakuja na sababu zao. Kwa nini hamchezi? Watakuja pia. Sio nimekujibu hapo. Kwa hiyo kwa saizi hapo kuzungumzia kwamba Yanga atapeleka timu au apeleki timu ni mapema mpaka tutakapopata majibu sasa ya kuahirisha huu mchezo. Kwa maana mchezo kwa tarehe 15 1 2 3. Naona ile baada ya kutangaza tarehe ile 15 sio ile sababu. Yeah. Baada ya kasi kutoa majibu na kuonekana Yanga shauri lao limetupiliwa mbali. Kwa hiyo tunaamua kutangaza mchezo mwingine. Kwa lazima kwa kuna sababu. Hiyo nayo inaonekana sio sababu. Kwa hiyo maana mchezo huu ukiahirishwa, maana yake ile ya kasi itakuwa sio, maana yake walikuwa wametudanganya. Sio, unanielewa sijui? Kwamba kama mchezo huu ukiahirishwa tena tarehe 15, maana yake hizo sababu zao walikuwa ndio barua ya kwanza hazina mashiko, hazikuwa sahihi. Maana tunategemea ni kwamba kama mchezo umetangaza mchezo na Yanga hakuwa na haki, tunategemea kuona Yanga akipata adhabu kikanuni. Okay. Sababu hakuna timu ambayo kama taratibu zimefuatwa ikapangiwa mchezo alafu ikasusia ikaachwa. Ndio. Kwa hiyo tutaona Yanga ikipewa adhabu kikanuni. Na kama Yanga itakuwa haijapewa adhabu kikanuni, maana yake mchezo ulitangazwa kinyume na nini? Na taratibu. Imekaa hivi.
Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana sana sana. Lakini pia Elizabeth, na mimi nikushukuru sana sana. Sijui Dominic Salamba kama una chochote labda kwa kumaliza. Mimi nimefurahi tu kupata mgeni ambaye ni miongoni mwa wadau. Binafsi mimi namuita kama ni mchambuzi. Yaani miongoni mwa wachambuzi bora wa kike. Okay. Ambao tupo nao kwa sasa ni yeye pia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kujenga hoja na kufuatilia vitu in details. Okay. Lakini pia amekuwa amenyooka. Unajua tunatamani kupata watu ambao wamenyooka katika hoja za msingi, unaweza kuzisimamia na watu wakaweza kuelewa. Watu wengi wanaweza wakakuona kama wanakuwa kupinga, lakini mara nyingi mtu akiwa amenyooka, hizo ndio changamoto. Kwa binafsi nafikiri nimefurahi, lakini pia nimwambia kwamba ana kitu kikubwa na tutazidi kufanya naye kazi kwa sababu ya jamii inapenda kupata mengi ambayo yeye yuko nayo, ili watu waweze kujifunza kupitia aina hasa ukizingatia kwamba ni watu Beijing hao. Kwa hiyo ningetamani kuona kwamba na wanawake wengine wengi sasa wakijitokeza na kuja kwa kama Eliza, kwa maana ya ujasiri na kuweza kujenga hoja, lakini pia kufuatilia mchezo. Sasa umekuwa sio mchezo wa wanaume, ni mchezo wa watu wote. Kwa hiyo tuna haki ya kuweza kuchangia, kutoa maoni, kwa kuweza kukuza tasnia ya mpira wa miguu Tanzania. Eliza, neno la mwisho pia kwako tunataka tusikie. Mimi nawashukuru sana kukutana na Dominic Salamba, mtu ambaye nimekuwa nikimuona tu pengine kuanzia Azam na kwenye mitandao. Yes. Kwa hiyo unapokutana na watu wengi tofauti kuna vitu ambavyo unavipata. Yes. Safari moja huanzisha safari nyingine. Kwa hiyo nawashukuru sana na pia nawashukuru kwa kunipokea. Na nashukuru kwa kuappreciate kile ambacho nakifanya. Yes. Shukrani sana. Na sisi kwa niaba ya Salamba Media tunakushukuru sana na karibu sana sana sana. Shukrani sana. Bwana, mpaka wakati mwingine. Hii ni Salamba TV. Kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.